Shalom wa upendwaye na Bwana. Baada ya kuangalia umuhimu wa kuangalia juu, kuangalia chini, leo tunaenda kuangalia umuhimu wa kuangalia upande wako. Neno la Mungu linatuambia katika Warumi 8:31, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Umeona, Mungu akiwa upande wetu, hakuna wezaye kuwa juu yetu. Lakini kwa bahati mbaya sana, mara nyingine kwa ajili ya mazoea, kiburi, kutokujua, dhambi, tunaweza tukajikuta kwamba, au kutokuwa na utii, tunaweza tukajikuta kwamba Mungu ameshatuacha na sisi tuko wenyewe. Na hapo ndipo yule adui anaweza kuwa juu yetu. Samson alikuwa ana nguvu ya Mungu, lakini pale alipovunja masharti, alijikuta siku hiyo ameinuka apigane na Wafilisti. Nguvu ilishaondoka. Alikuwa hata ajui kama nguvu imeshaondoka, mpaka alipojaribu kupigana naye akagundua Wafilisti wako juu yake. Musa on the other hand, yeye Mungu alipomwambia kwamba kwa haya mnayoyafanya mimi siwezi kwenda na nyinyi, mtaenda na malaika ndio awatangulie nyinyi mbele, maana mimi nikienda nitawashughulikia. Musa akasema hapana, Mungu lazima uende na sisi. Usipoenda na sisi hatuendi. Kwa nini Musa alisema hivyo? Sababu alijua ushindi wao unatoka kwa Mungu. Mungu akiwa upande wao, ni nani awezaye kuwa juu yao? Na ni kweli kaja kutokea, walipofika Yeriko, wakasema wale watu wa Yeriko wakasema, tumesikia uko huyo Mungu wenu anavyoyafanya. Hawakusema malaika, walisema tumesikia Mungu wenu. Kwa mpendo, ni lazima uwe waangalifu na tuwe tunaangalia, je, Mungu bado yuko pamoja nasi? Daudi alipojua amekosa, katika Zaburi ya 51 akasema, Mungu kweli nimekosa, lakini ninaomba usiniondolee Roho Mtakatifu, kwa sababu alijua nguvu iko katika kuwa na Roho Mtakatifu. Basi Mungu atusaidie tuishi maisha ya toba, tuwe waangalifu, tusijisahau, tuamtii Mungu, tupende utakatifu. Tumpende Mungu kuliko kuipenda dunia. Ninaomba usubscribe katika channel ya Binti Sayuni 50, nifuate, like, comment. Mungu akubariki. Tutaonana tena wakati mwingine.